Twanga Pepeta ni moja kati ya bendi kongwe, ukiachilia mbali Msondo na Sikinde katika miaka katikati hapa. Twanga Pepeta ni moja kati ya bendi kongwe ambayo sisi tumepita nayo miaka hiyo ya nyuma, Leaders kukiwa kumechangamka kweli kweli, lakini Mango kukiwa kumechangamka kweli kweli, na Sigara kule kukiwa kumechangamka kweli kweli. Kwa hiyo moment ni nyingi ambazo tunakumbuka tukiwa tunatumia vileo, tukiwa tunafanya starehe, na sasa tutumie vileo, umeona. Kwa hiyo moment ni nyingi, ndugu jamaa na marafiki. Ni imani yangu kwamba tutakutana na watu uwalika kuanzia langu na kuendelea. Jenzia hajakataza kuja, lakini ni imani itakuwa siku ya kipekee kabisa. Yeah. Umezungumza hapa kwamba kipindi hicho ulikuwa unatumia kileo, sasa hivi hautumii. Pengine watu ambao wanaweza kwa wanatazama sasa hivi wanajiuliza, bwana mkongwe Zembwela anaweza kwa nini labda hatumii kwa sasa hivi kileo? Mambo na nyakati, kila kitu na wakati wake, umeona. Kuna wakati tulikuwa tunacheza tukiwa vifua wazi, si ndio? Lakini sasa hivi unaweza kutoka kifua wazi nyumbani kwako kwenda dukani, sio rahisi Kwa hiyo kila kitu na nyakati, lazima usome nyakati. Sasa hivi tuko katika umri ambao tutakaa tuwaambie watu kwamba hiyo sio. Umenifahamu lakini sasa unamwambiaje mtu hiyo sio wakati wewe unaitenda? Inakuwa tofauti. Kwa hiyo mambo na umri. Lakini kitu kingine nilimsikia Mama Shabaraka akisema kwamba sasa hivi katika usiku wa Twanga Pepeta wasitegemee tena kuona Twanga Pepeta anafanya show za bar kwa bar. So kwa kweli ni mdau wa muziki wa dance, unalipi la kusema kuhusiana na kauli hiyo? Pia linaweza likawa ni jambo jema, kwa sababu kizuri cha jiuza, kibaya ndio kinajitembeza. Kwa hiyo kama hilo litaenda, maana yake ni kwamba wamiliki wa benki za dance hizi watawekeza zaidi kwenye bendi zao ili ziweze kurudi katika kilele ambacho kilichokuwa nacho. Bado zina heshima, nazungumzia kilele, zirudi katika kilele chake. Unadhani labda ni nini ambacho kilisababisha hapa katikati muziki wa dance kama ukasheki ikapelekea mpaka kwamba mtu hawezi kuingia kwenye muziki wa dance kiingilio bia, vitu ambavyo vilikuwa zinazungumza, lakini sasa hivi wanataka warudishe ile heshima ya muziki wa dance, mtu aingilie kwa kiingilio? Kwanza mimi siamini kama muziki wa dance ulisheki, ila kundi kubwa lilihamia kwenye Bongo Flava ambalo ndio nyinyi Gen Z na kizazi chenu. Nyinyi muziki wa dance huwa muelewi, mnapenda muziki ya kuchambana kidogo, kutongoza na vitu kama hivyo. Muziki ya dance nyimbo zake nyingi ni za historia, ni jambo lililomtokea msanii ama jambo lililotokea kwenye jamii. Kwa hiyo wataelezea lilivyotokea, lilivyo, tatizo na walivyosolve. Sasa nyinyi muda wa kusikiliza hamna, ninyi muda wa utulivu hamna, ninyi ni zimamoto. Kwa hiyo muziki wa dance huwa au kusheki. Muziki wa dance kundi lake kubwa ambalo lilikuwa linaenda kufuatilia lilihamia kwenye majukumu zaidi. Mtu ana watoto 6, 7, wote wanatakiwa waende wakasome, wote wanatakiwa wavae vizuri, walale pazuri. Kwa hiyo kundi kubwa lilisogea huko. Natamani kusikia pia kwamba kuna baadhi ya maoni ya mashabiki wanasema kwamba muziki wa dance promotion zake zimekuwa ndogo sana, kuanzia show hata katika utoaji wa nyimbo pia. Ili pia lipoje mzee wetu? Huwezi kupika chakula kingi kama walaji wadogo. Kwa hiyo chakula kinapikwa kingi kama walaji. Wana promote vipi kwa gharama kubwa ama unawekezaje budget kubwa wakati walaji wadogo? Sasa vitu kama hivi ndio vinarudisha walaji. Leo utastaajabu sana, ustaarabu utakuwa mwingi sana hapa kuliko katika miziki mingi ambayo nyinyi mmeweza kushuhudia. Ni ngoma gani ambayo wewe binafsi, najua kuna ngoma nyingi sana kwenye Twanga Pepeta? Mtu pesa kidogo, labda unaweza ukatuimbia kidogo? Hapana, swala la kuimba sijajaliwa. Swala la kuimba sijajaliwa. Neno moja la mwisho kwa usiku huu mkubwa wa kihistoria. Dhahabu haipatikani kiwepesi, lazima uichimbe, uipitishe kwenye tanuri, itengenezwe, alafu ndio ivaliwe. Asante sana. Asanteni sana. Shukrani. Hivi unajua kwa nini makampuni makubwa duniani hayaachi kujitangaza kila siku, licha ya kwamba tayari yanafahamika? Sasa kama una biashara au kampuni lakini hujitangazi, customers wapi watakujua vipi? Na bila advertising, unategemea kukuza mauzo yako kwa njia gani? Ndio maana Global TV tunakupa nafasi ya kuitangaza biashara yako kwa audience kubwa ndani na nje ya Tanzania kupitia mitandao yetu ya kijamii. Advertising kupitia Global TV inaongeza brand visibility yako, inakufikisha kwa customers wapya na kuongeza nafasi ya bidhaa au huduma zako. Na habari nzuri zaidi, bei zetu za matangazo ni rafiki. Iwe una biashara ndogo, ya kati au kampuni kubwa, kuna nafasi inayoweza kukufaa. Usiache biashara yako isubiri kugunduliwa. Ipe visibility inayostahili. Anza kutangaza nasi. Wasiliana na Global TV leo na tuipeleke brand yako
mbali zaidi.